waweza Bwana, wewe Baba mtakatifu, Roho wa uzima, Roho wa kweli, asante kwa ajili ya kipindi hiki cha saa ya neema. Asante kwa ajili ya wakati huu, tunakukaribisha Roho Mtakatifu. Tumia kinywa changu ipasavyo, mimi nipotee, wewe uonekane. Wewe Profesa Jemedari mpenzi wangu, karibu na kukaribisha rafiki uliye mwema, unijuishaye habari za siri za Yesu Kristo. Tamaraki saa hii, tamaraki onekana kwa namna ambayo kila mtu alisikiaje eneo hili la fafanuzi ya Jehanamu apate ufunuo mpya. Mpe a new revelation, mpe ufunuo mpya. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Basi tuko kwenye mwendelezo wa somo la Jehanamu, na hiyo ni fafanuzi ya kina. Ninaposema fafanuzi ya kina, maana yake ni nini? Tutaenda kuyaangalia maandiko na tafsiri mbalimbali. Sehemu ya kwanza ni biblical views. Tutaangalia kwenye Biblia inasemaje. Tafsiri Jehanamu ni mahali harisi pa adhabu ya milele. Ni mahali Jehanamu ni mahali halisi pa adhabu ya milele inayowakilisha adhabu ya Mungu juu ya dhambi. Lakini obviously hiyo inawakilisha adhabu ya Mungu juu ya dhambi. Hiyo tafsiri ya kwanza. Lakini mfano kwa kile kitabu cha Luka 16 mstari wa 19 mpaka 31. Luka 16 19 mpaka 31. Ndiyo. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi. Huyo alikuwa kila siku zote kwa anasa. Ndiyo. Huyo maskini alikuwa akiwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Anasema ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa. Hapana, rudia tena.
Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani pa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Ndio anamaanisha kule jehanamu alikokuwepo akainua macho yake alipokuwa katika mateso. Ndio na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema. Inatosha. Tunaona habari za tajiri na yule maskini. Tunaona kabisa mateso ya tajiri baada ya kufa, akiomba tone la maji. Inamaanisha nini? Inamaanisha jehanamu ni sehemu ya hatari sana, sehemu ambayo hutakutana na maji ya kunywa wala chakula. Ni mahali pa mateso. Ni mahali pa mateso. Ni mahali hatari sana. Ni mahali hatari sana, kila saa ni mahali pa mateso. Kwa kama ni mahali pa mateso, ndugu yangu, ya kufaa kuangalia sana hii habari ya jehanamu. Yafaa kujifundisha sana hizo habari za jehanamu. Sio kukutia hofu, hapana. Hizo habari unapojifunza utajua kweli jehanamu ni halisi. Jehanamu ni mahali halisi ya adhabu ya milele. Utajua tu, utajua. Lakini neno la kwanza, neno la Kristo linasema kwenye Mathayo 25 mstari ule wa 46. 25 ule mstari wa 46. Ndio. Anasema na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele. Anasema wenye haki watakwenda kwenye uzima wa milele. Mwenye haki ni nani? Ni yule aliyomkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yake. Lakini wasio haki watakwenda kwenye ziwa la milele, kwenye adhabu ya milele. Kwenye adhabu ya milele. Anasema nanyi waende zao kwenye adhabu ya milele. Kwa hiyo wasio haki watapelekwa kwenye adhabu ya milele. Adhabu ya milele maana yake ni kuingizwa jehanamu. Jehanamu, kumbuka kwamba ni hatua ya mwisho ya kukataa wokovu. Ni hatua ya mwisho ya kukataa wokovu. Hii sasa ni haki ya milele. Dhambi bila toba inaleta hukumu isiyofutika. Dhambi bila toba inaleta hukumu isiyofutika. Dhambi ni kuto kushika au kuto kutii nini Mungu amesema. Lakini toba ni kugeuka kutoka dhambini kuelekea kwenye kweli ya Mungu. Sio kwa maneno ya kidini, asubuhi umesema, mchana unarudia, mchana umesema, jioni unarudia. Hapana. Biblia inasema geukeni hivi leo, venye ambavyo mnaenda upande huu, inatosha. Tazameni kaskazini. Tazameni mahali ambako uzima
wa milele ulipo. Lakini pointi ya pili inasema kifalsafa au philosophy view. Tafsiri, jehanamu ni hali ya milele ya kutengwa kabisa na uso na upendo wa Mungu. Mtu aliyoko jehanamu manake ametengwa kabisa na uso na upendo wa Mungu. Ni hali ya milele ya kutengwa kabisa na uso na upendo wa Mungu. Manake wewe sasa hata ukiita baba kule hausikilizwi. Mfano tunamwona utajiri na yule maskini pale, kwamba alikuwa akitamani hata tone la maji, lakini mwenye haki alikuwa yuko kifuani mwa Ibrahim. Tamani hivi leo uwe katika kifua cha Ibrahim, ndugu yangu. Tamani sana. Ni kifo cha kiroho. Uwezi tena kuonja rehema ya Mungu. Yaani ukisikia jehanamu umepelekwa, maana yake umetengwa kabisa na rehema za Mungu. Ndio maana nasema kutakuwa na kilio na kusaga meno. Kutakuwa na kilio na kusaga meno. Sasa tafsiri tu ya Kiswahili cha kawaida, kumbuka niko kwenye fafanuzi. Tafsiri ya Kiswahili cha kawaida ni jela ya milele. Hakuna kutoka, mateso yanapoendelea, au ni mateso yanayoendelea. Maanake utakuwa kwenye mateso endelevu. Mateso endelevu. Mateso endelevu. Lakini mfano, mtu aliyetupwa gerezani, aliyotupwa gerezani maishani, hana matumaini ya kutoka. Ndio mfano, mtu umeambiwa wewe unafungwa jela ya maisha. Kwa hiyo kitendo cha kuachiwa uhuru kwako itakuwa ni muujiza, ni maajabu. Akili imeshapotea, wewe umepotea kule. Ndugu yangu, unasikia taarifa hii, ifanyie kazi. Fanyie kazi ili Mungu akusaidie. Lakini neno la Kristo linasemaje? Neno la Kristo kutoka kwenye Mathayo 5 mstari wa 29 linasemaje? Mathayo 5. Ndiyo. Mathayo 5:29. Anasema, jicho lako la kiume likikukosesha, ling'oe ulitupe mbali nawe. Kwa maana yafaa nini? Yaani kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu. Maana yake ni nini? Chukua hatua pale ambako umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Tengeneza, ili usije ukaangalia kwa sababu macho yako yalitamani. Usije ukaangalia kwa sababu mwili wako ulitamani. Usije ukaangalia kwa sababu passion ya mapigo ya moyo yako yalikuwa na uhitaji kwa wakati huo. Kwa hiyo ni kitu cha kuwa makini sana. Kitu cha kumakinisha mno. Kitu cha kumakinisha mno. Cha kumakinisha mno. Ni kwa mfano kama mtu alitupwa gerezani maisha, hana matumaini ya kutoka. Kwa neno la Kristo linasema kitu chako kimoja kikikukosesha ni heri ukikate. Hii ni neno la rohoni. Tengeneza. Usiache isababishe na sehemu zingine ziendelee
Na ndio maana hata ukimkuta mtu ana kansa ya kidole, daktari anamshauri ondoa hicho. Ile ni namna ya mwilini kuondoa, kile namna ya rohoni. Rudi kwenye toba. Jipatanishe na Baba. Jipatanishe na Mungu wako. Na hilo litakusaidia sana. Hilo litakusaidia sana. Inamaanisha nini? Ni onyo kwa kila mwamini. Jikague usije ukajikuta uko jehanamu. Haya maneno kwenye Mathayo 5 na ule mstari wa 29, naomba rudia tena Mathayo 5:29. 5:29 Mathayo. Ndio. Jicho lako la kiume likikukosesha ling'oe, litupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe kwenye hukumu ya milele. Kwa hiyo ni onyo kwa kila mwamini. Jikague usije ukajikuta jehanamu. Nijikague ili nisije nikajikuta niko wapi? Jehanamu. Hilo ni agizo. Hilo ni agizo. Hilo ni agizo. Nijikague ili nisije nikajikuta niko jehanamu. Au jikague ndugu yangu na nisikiliza, usiwe ukajikuta uko jehanamu. Sana kuna kimtandao kuna tofauti tafsiri ya youth style ambayo inasema jehanamu ni block ya milele. Block. Ukisema block, kufungiwa. Ukiona lugha za mtaani nasema nimekublock, maana yake hakuna mawasiliano na wewe na yeye. Blocked. Hii inaitwa youth style. Block ya milele. Na access to no right. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye hauhesabiwi haki yoyote. Mfano kama kufungiwa permanently au moja kwa moja kwenye application ya uzima. Yaani unakuwa uko blocked. Maana yake kwenye ile application, kwenye namna ya utaratibu wa kuingia kwenye uzima wa milele, wewe wamekublock. Yaani wamekuzuia usiende, na kama uendi kule malaki unaenda jehanamu. Ni hatari sana ndugu yangu. Ni hatari sana. Yaani umefungiwa moja kwa moja kwenye apu ya uzima wa milele. Na tunaona neno la Kristo kwenye Marko 9:48. Marko 9:48. Kuna vitu vitaanza kukutokea huko ukiwa blocked. Kuna vitu vitaanza kujidhihirisha kwako. Marko 9:48. Ndio. Anasema umo sasa jehanamu, ukishatengwa na uzima wa milele. Ndani ya jehanamu kuna funza. Hao funza hawafi wala moto hauzimiki uko jehanamu. Yanasema ndiko funza, wao hawafi. Yaani uko kwa lugha ya kikawaida ni mpela. Ni hatari. Ni hatari. Ni hatari. Fanya nini sasa?
Yani kijana, usichukulie poa. Sikia msela wangu usichukulie poa. Naongea na vijana, youth views, youth style. Usichukulie poa. Hamna noma. Mungu yupo tu, sawa, Mungu yupo. Lakini jitenge na dhambi. Jehanamu ipo. Jehanamu ipo. Jehanamu ipo. Kwa hiyo nikiwa naongea na kitengo hichi cha youth style, kijana, usichukulie poa. Usichukulie kitu rahisi. Yani msela wangu, usichukulie kitu rahisi. Mambo si mambo. Ukimwaga mboga, jamaa bwana mkubwa anamwaga ugali. Kwa hiyo as long unatumia bange au sigara au pombe au nini, angalia kijana mwenzangu msela. Naongea na vijana sasa katika mada hii. Sela ni hatari. Ni hatari sana, ni hatari mno. Ni hatari sana 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 sana. Sana sana sana. Sio poa, sio poa. Dhambi sio poa mbele za Mungu. Jehanamu ipo. Na jehanamu ni halisi. Sasa nitakupa historical view au kihistoria. Kumbuka niko kwenye fafanuzi. Tafsiri, Wakristo wa mwanzo waliamini kuwa jehanamu ni moto wa kweli. Wa kweli, mahali pa huzuni kuu. Ndivyo walikuwa wanaamini hivyo Wakristo wa mwanzo. Lakini mfano, kuna mafundisho kuna mafundisho ya kanisa la kwanza ya kina Clementi wa Roma. Alionya juu ya moto wa milele. Kwa hiyo kumbe hata kwenye Agano la Kale walikuwa wakiongelea habari hizo. Ni mahali pa huzuni, ni mahali pa upweke, ni mahali ambako hatari sana. Ni mahali ambako hatari sana. Mfano, tunamwona sasa Clemens na mwenyewe wa Roma alithibitisha juu ya moto wa milele uko jehanamu. Lakini neno la Kristo linasemaje? Hebu tuangalie Mathayo 10:28. Mathayo 10:28. Anasema msiogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Anasema afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Kwa hiyo andiko liko wazi kabisa, muogopeni awezaye kuangamiza roho na mwili. Kuna wengine ana hofu na bosi wake wa kawaida. Muogope Mungu. Shika nini Mungu anataka. Tembea kwenye kanuni ya Mungu. Fuata misingi ya imani ya kwanza ya kanisa, kwamba jehanamu ni moto usiozimika, ni mahali pa huzuni. Ndugu yangu, ujumbe huu unakuja kwako katika hali rahisi, lakini hizi ni nyakati za kutengwa kwako, za kutengwa kwangu. Si nyakati za masiara, si nyakati za mchezo, si nyakati kama zinavyochukuliwa nyakati za kawaida. Ni nyakati za hatari sana, za hatari sana.
Sasa tuangalia legal view, kisheria au kisajili. Jehanamu ni utekelezaji wa hukumu ya haki. Hakuna mtu anayeadhibiwa bila haki. Ukiona unaadhibiwa, maana yake wewe umeenda kinyume na haki, umeenda kinyume na ukweli. Ndipo Biblia inasema atendaye dhambi, nafsi itendaye dhambi ndiyo itakayekufa. Kwa hiyo adhabu haiji kwa mtenda mazuri, adhabu inakuja kwa mtenda mabaya. Ndugu yangu, popote pale unaponisikia saa hii, hakuna mtu aliyotenda haki akaadhibiwa kwa sababu ya haki yake. Hapana, hapana. Utaona kuna sababu fulani, eza iko atati, imeungamanishwa kwenye familia ukaingizwa kwenye laana, au ilishatokea kwenye familia unaingia kwenye mtego. Kwa hiyo unaadhibiwa kwa kufata mkondo ule ule. Ndio maana nasema mti mbaya uzaa matunda mabaya, na kimjacho mtu ndicho kinachomtoka. Kwa hiyo tubadilishe maisha yetu ndugu yangu, tubadilishe maisha yetu ndugu yangu. Neno la Kristo kwenye Mathayo 13:42 linasemaje? Mathayo 13:42. Aha. Watatupwa katika tanuru ya moto. Mungu ni haki, lakini jehanamu si uonevu, bali ni hukumu ya kweli, au ni hukumu halali. Ni hukumu ya kweli, pia ni hukumu halali. Ni hukumu ya kweli, lakini pia ni hukumu halali. Jehanamu ni hukumu ya kweli, lakini pia ni hukumu halali. Ni hukumu ya kweli, pia ni hukumu halali. Tafsiri ya kisayansi sasa. Kisayansi manake kimantiki, kitaalamu, jehanamu ni mwisho wa wale waliokataa mwanga na kweli. Mwanga na kweli, wakachagua giza. Kuna watu wamekataa mwanga na kweli, wakachagua giza. Wakachagua giza. Mfano, mwanasayansi anapuuza mwanga wa jua, mwanasayansi anayepuuza mwanga wa jua hawezi kuona. Hata mtu anayepuuza nuru maanake anaingia gizani. Hebu tuangalie neno la Kristo linasemaje. Warumi, Mathayo 6:23. Ndio. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Anamaanisha ya kwamba, rudia tena. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Sasa kuna watu wanachagua ndio. Ukikataa nuru ya manake Yesu, basi umekubali giza, manake jehanamu. Ukikataa nuru ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti, maana yake umekubali giza
ambalo ni jehanamu. Mawili, uwe wa nuru au uwe wa giza. Ni uchaguzi wako. Kuingia kwenye giza au kuingia kwenye nuru ni chaguzi ya kwako binafsi. Ni chaguzi ya kwako binafsi, ndugu yangu unayenisikiliza. Lakini sasa kuna tafsiri ya kiroho au kiunabii. Tafsiri ya kiroho au kiunabii anamaanisha nini? Jehanamu ni mateso ya kicho, nafasi ulioikataa kwa Mungu, kuishi katika huzuni ya milele. Tunamuona mtu mmoja anaitwa Sauli. Alipokea sauti ya Mungu, akaishi kwa hofu, akaishi kwa hofu na usumbufu. Yaani Sauli alipokosa sauti ya Mungu. Sauli anaongelea kwenye kitabu kile cha Samueli, anaongea habari za Sauli. Samueli nafikiri ile kuanzia sura 15. Alipoteza sauti ya Mungu. Alipoteza sauti ya Mungu. Kama alipoteza sauti ya Mungu, akaishi kwa hofu na usumbufu na mashaka. Fuatia hadithi ya huyo Saul, mfalme wakati ule, ni kweli aliishi kwa mashaka, kwa sababu alifikia wakati mpaka alienda kuuliza makaburini, kufufua mfu, kumpandisha mfu katika watu walio hai. Kwa hiyo tunaona kuna tofauti kati ya maisha yaliyojaa roho na maisha yasiyojaa roho. Maisha ya kumkubali Mungu na maisha yasiyomkubali Mungu. Nikisema maisha yasiyomkubali Mungu, maana kutotii sauti ya Mungu, kupoteza sauti ya Mungu. Unapopoteza sauti ya Mungu, maana yake wewe automatically, yani kwa namna tu ya moja kwa moja, umeingia kwenye sauti ya shetani, au umeingia kwenye sauti ya jehanamu. Kwa hiyo inafaa sana uwe makini, yani sensitivity, uwe sensitive na nini Mungu anasema. Tunaona Sauli alipoteza sauti ya Mungu, akaingia katika maisha ya hofu na mashaka. Kuna watu wanaishi kwa ajili ya namna ambavyo anapata maelekezo kutoka kwa mganga, anapokea hofu. Na sasa hivi hata namna, kuna wachungaji wengine anamwambia mtu, wewe usipofanya hivi utakufa. Mungu hakutuumba ili atuue kirahisi rahisi. Hakuna Mungu kama huyo, mimi nakataa. Hakuna, ndugu yangu. Mungu hakutuumba ili atuue kirahisi rahisi kinamna hiyo. Kwa hiyo sikia sauti ya Mungu, enenda katika ujasiri katika sauti hiyo. Hofu na mashaka vitaondoka kwako. Nasema hofu na mashaka yataondoka kwako. Kwa kuna tofauti kati ya maisha yaliyojaa roho na yale yasiyo na Mungu. Yasiyo na Mungu, unaenda kwa sababu ya miemko ya kidunia, unaenda bila breki. Kuna breki, ndugu yangu, za dunia hii. Sasa kuna fasihi au fafanuzi ya kishairi au kisanaa. Jehanamu ni mlango uliofungwa kwa waliopuuza sauti ya Kristo. Mtu ambaye amepuuza sauti ya Kristo, his door are closed. Mlango wake umefungwa. Mlango wake umefungwa. Mlango wake umefungwa. Mfano, tunaona wale wanawali 10, 5 wapumbavu, 5 werevu. Kama msomaji wa maandiko kwa kile kitabu cha Mathayo 25, utaona nini kiliwatokea kati ya wale werevu na wale
Biblia inaita wapumbavu, watu wasiokuwa na akili. Utaona kuna mambo yametokea pale mubashara, tena ya kutisha sana. Hebu tuangalie neno la Mungu kwenye Mathayo 7:23 nasemaje? Neno la Mungu Mathayo 7:23. Ndio. Anasema ndipo nikawaambia zaidi, au nitawaambia zaidi, siwajui ninyi, ondokeni kwangu. Anasema na watu ambao anasema mimi ni Mkristo wa dini, Mkristo wa kwenda kwenye miemko ya mfanano wa kidunia. Mungu anasema kwenye Mathayo 7 na ule mstari 23, atakutapika, huna sehemu katika ufalme wake. Huna sehemu katika ufalme wake. Kwa hiyo kuwa makini sana ndugu yangu katika hali hiyo. Kuwa makini sana. Kuwa makini sana. Sana. Kuwa makini sana. Tunaona alinusurika mtu mmoja anaitwa ni Paulo, ambaye naye alikuwa Sauli wa Agano Jipya. Alikuwa akifikiria anatimiza makusudi ya dini yake, kumbe alikuwa akimkosea Mungu. Alikuwa akifuata maagizo ya dini kwamba mkaue wale watu wanaojiita warokole, wale wakauawe wote. Sasa amepewa agizo na washika dini na wakuu wa dini. Yeye alikuwa anaona anafanya kazi ya Mungu. Kuna vitu vingine tunavyofanya tofauti na vile ambavyo Mungu ametuitia. Tofauti kabisa. Tofauti. Paulo alipolia kwa ajili ya Waisraeli. Hebu tuangalie Warumi 10 mstari wa kwanza. Warumi 10:1. Dumu wewe ambao unanisikia saizi, kama una neema ya wokovu, usiwakejeli hao. Kaa kwenye maombezi, msii Mungu juu ya ndugu zako, msii Mungu juu ya taifa linaloangamia, msii Mungu juu ya kusanyiko, wafikie kicho cha kumjua Kristo, wafikie kicho cha kumjua Kristo. Kwa hiyo huduma ya maombezi, huduma ya habari njema au injili, na huduma, yani toa huduma kwa waliopotea. Toa huduma kwa waliopotea. Sasa kuna maneno tutayapitia hapa. Kwa mfano, Biblia inasema haukuonekana umeandikwa kwenye Ufunuo 20 mstari wa 15. Haukuonekana umeandikwa 20:15. Anasema iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa lile la moto. Maana ya hakuonekana ameandikwa, maana yake hakutambulika katika uzima wa milele. Hakuonekana, maana yake hakuwa na utambulisho wa uzima wa milele. Tafsiri nyingine, hakuhesabiwa katika waliookolewa. Mfano, kuna jina lako haliko kwenye orodha ya walioalikwa kwenye ndege ya uzima, unabaki nyuma. Maana yake utaachwa.
utaachwa. Na neno jingine tutakaloliangalia, ameandikwa, maana yake jina lako limo katika orodha ya waliochaguliwa kwenye uzima. Mfano wa Musa aliomba jina lake lifutwe badala ya watu wake. Maana jina katika kitabu lina uzito wa milele. Jina lako kuandikwa au kufutwa, inaweza kupata faida au kupata hasara katika maisha. Kwa hiyo ndugu yangu nayekwambia au unaonisikia mchana huu, unanisikia jioni hii, jehanamu si hadithi bali ni kweli ya kiroho. Ni wajibu wetu kuhakikisha hatuishi huko kwa kutojali wokovu, ubatizo, kushiriki meza ya Bwana na Pasaka. Vyote vinaonyesha njia ya kutoka jehanamu kupitia damu ya Kristo. Nitaomba na wewe, na kama umesikia haya maelezo kwa kina, ni wakati wa kutafakari na kugeuza maisha yako. Hilo jukumu linakuhusu wewe, na ni jukumu la sasa, sio kesho, na aliji kwa kauli yako kuhukumu wewe. Ndivyo ilivyo, nasema wakati uliokubalika ni sasa. Kwa hiyo kama unanisikia vema, makinisha eneo hilo, makinisha, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Ni mimi Apostle Phineas kutoka maeneo ya Vicheji. Tunakukaribisha mahali ambako ufalme wa Mungu uko, hapo unapatikana. Karibu sana sana sana. Kwa mawasiliano namba ya simu ni 07445310 na ule mstari wa 49. Amini na mwisho 49. Amini 0744531049. Lakini na namba nyingine ya Airtel 0784222327. Ninakukaribisha, anza maisha mapya na Kristo na utembee nayo hayo katika jina la Yesu. Bye bye. Shalom shalom. Shalom 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 shalom.